kuna wakati tunasahau hali ya nchi yetu. Ndio maana mambo ya aina hii yanaweza yakatokea, na yakishatokea na mambo ya aina hii yakitokea, tunayachukulia kwa uwepesi. Jambo kubwa na gumu tunalichukulia kwa uwepesi. Tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwenye tume hii, tuwaunge mkono wajumbe walioteuliwa, tuwape ushirikiano ili jambo hili liweze kutupa undani wa tukio hili jinsi lilivyofanyika na hatua stahiki za kuchukua. Hili si jambo dogo, na kwa nyinyi ambao hamjafuatilia mienendo ya nchi nyingi za Kiafrika, mnaweza mkaliona jambo rahisi tu limetokea Tanzania, na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kamviringo kadogo ka uchaguzi, na wengine wanaweza wakalizungushia kwenye kamviringo kadogo ka vyama vya siasa. Mimi niwaambieni, nimekuwa mtukutu wa kufuatilia mambo ya Pan-Africanism tangu harakati zile nimezifuatilia za mataifa, kuanzia yale yanapata uhuru na yalipopata uhuru na jinsi yalivyoenda. Fuatilieni. Waombe wa Tanzania tuwe makini, tuilinde nchi yetu. Vijana wa Tanzania, tuilinde nchi yetu. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Mungu ametupa nchi nzuri Tanzania. Na niwaambie wana Dar es Salaam, Tanzania si mali ya serikali, wala Tanzania si mali ya vyama vya siasa. Vyama vya siasa vipo kwa sababu kuna nchi inaitwa Tanzania. Si mali ya vyama vya siasa wala si mali ya serikali, ni mali yenu wa Tanzania. Tanzania ni mali yenu wa Tanzania. Nimefuatilia tukio na nimefuatilia hapa nilipopita. Ni ngumu kuamini kwamba hayo yametokea nchini kwetu, na baadhi ya watu wanachukulia kama mviringo kadogo namna. Ukisema hawa wamechoma tu miundombinu hii si mali ya serikali, inaitwa miundombinu ya umma. Hii si mali ya serikali. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mimi nimekaa pale hazina mara mbili, mwanzo nikiwa naibu waziri na baadaye nimerudi nikiwa waziri. Hakuna fedha inaitwa hii ni fedha ya serikali, haipo. Fedha inayojenga barabara, hakuna fedha inaitwa ya serikali. Fedha inayojenga barabara hii ni fedha yenu wa Tanzania. Fedha inayojenga zahanati ni fedha yenu. Kila Mtanzania, mpaka mtoto mchanga anachangia kwenye fedha ya barabara, anachangia fedha ya zahanati, anachangia fedha. Hata kile kinachoitwa kituo cha polisi si mali ya polisi, ni mali yenu wa Tanzania. Ukinunua shati, kuna sehemu ya fedha inaenda kujenga barabara. Kufuatana na bei unayopewa, unajibana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Mkuu wetu wa Mkoa, wa Tanzania mimi ninaowafahamu, hakuna anayelipa kodi kwa sababu ana mapesa mengi, hata ametaka mengine aende serikalini ili ijenge barabara. Wanajibana. Kuna aina ya maisha mmejinyima ili barabara hizi zijengwe. Kuna aina ya maisha mmejinyima ili vituo vya afya vijengwe. Si pesa ya serikali. Na hata palipoharibika mtajinyima tena tuparekebishe. Muulizeni hata mkulima, ni mkulima yupi anaweza akalima shamba lake na akaenda akaliwasha moto mwenyewe? Si hali ya kawaida hii. Hii si hali ya kawaida. Hakuna fedha inaitwa fedha ya serikali.
Fedha ni yenu wa Tanzania, ndio inayofanya maendeleo haya. Sasa waangalieni sasa wanaoshabikia, kwa sababu jambo hili pia limekuwa na mashabiki wengi na wengi wao hawako ndani ya nchi yetu. Hili jambo hamjaona hata viongozi wakiwa wale pale, kiongozi wa chama cha siasa yule pale yuko na kamati kuu yake, watu halijawa hata hivi. Wanaoshabikia wengi hawako hata hapa Tanzania, hawako wao, hazipo familia zao, hamna uhakika kama bado wana uraia wa Tanzania, na hata kama wanaongea Kiswahili hamna hata uhakika kama bado ni wa Tanzania. Wanawaambia chomeni nchi yetu, chomeni barabara, chomeni na hospitali. Mkishamaliza kuchoma hospitali, anaugua mtoto wako, hospitali ilishachomwa moto. Yeye na watoto wake wako na hospitali pale pale kuwa na mdomo huko ugaibuni walipo. Dar es Salaam shamba lao ni kutembea. Shamba lao ni miundombinu ya kumsogeza kutoka kituo kimoja kwenda cha pili. Maisha ya mwana Dar es Salaam, maisha yake ni kutoka, ni miundombinu ya kumtoa eneo moja kwenda nyingine, sio serikali. Maisha ya mtu mmoja ya mwana Dar es Salaam ni kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Anakuwepo mtu yeye yuko nje ya nchi, anakuambia choma kile kinachokusogeza kutoka hatua moja kwenda nyingine. Tutaishi? Mmejaribisha maisha ya siku 3 4 siku, unaishi hivi? Yeye anayekuambia kule anakoishi barabara zao hawaruhusu hata kutupa kizibo cha chupa, ndiko anakoishi. Hawaruhusu hata kutupa karatasi, ndiko anakoishi yeye. Anakuambia yeye kwako choma, na wewe huna fursa ya kwenda anakoishi anayekuambia choma. Wamejipa haki kuwa wao ndo wa kweli, wamejipa haki wao ndo wapenda Tanzania. Mpenda Tanzania gani anayeweza kuambia ulichome Tanzania? Mnajua uraia wao. Kiswahili ndio kinawafanya mseme yao, kwa sababu wanaandika Kiswahili kwamba ni wa Tanzania. Wengine wamehifadhiwa mahali tunajua. Wengine juzi tu walikuwa maskini wenzetu, wanaomba na vocha na hela na nauli. Sasa hivi wameshakuwa matajiri wa kutunza vijana wa kuandika mtandaoni. Wametoa wapi hizo? Na yule aliyewapa ana maslahi gani na Tanzania? Yule aliyewapa atarejeshaje hizo fedha? Wote wale mkichoma zaidi nchi yenu, wao ndio wanalipwa zaidi. Wale wanaowalipa wana maslahi gani na Tanzania? Wanawatunza. Na yasema haya na waziri wa mambo ya nje akiwepo, wajue tunajua hiyo yote. Na mimi niwaambieni, niliwaambia mimi nimefuatilia siasa za Afrika kuanzia nchi zinapata uhuru. Nimefuatilia hizo historia zao. Nchi zote zilizogundua rasilimali waliletewa uchonganishi wa aina hii zote. Wewe kafuatilia nchi zote zilizowahi kuwa na machafuko, sio nchi maskini kwenye rasilimali. Zote fuatilia. Sasa Tanzania miaka yote imekuwa Tanzania ya amani. Eti miaka tunayogundua kwamba tunakuwa nchi miongoni mwa nchi 5-6 zenye gesi nyingi zaidi Afrika. Nchi 5-6 zenye akiba nyingi ya chuma. Nchi 5-6 zenye hifadhi nyingi zaidi ya makaa ya mawe. Nchi 5-6 zenye hifadhi ya madini adhimu.
mengi zaidi duniani, mambo ya uranium, mambo ya nickel. Kabanga tu pale, ile deposit yake inaifanya Tanzania ile moja ya nchi tajiri ya deposit za uranium. Hivyo eti ndio muda wa Tanzania wanagawanyika, na wanaopuliza zaidi hiyo filimbi hawako ndani ya nchi. Mmejua wanaongea na nani na nani? Mnajua wanatumwa na nani? Ni nani anayewalipa? Na mimi niwaambie, waliowatuma na waliotumwa, wale wanaomezea mate rasilimali za Tanzania. Rasilimali za Tanzania zitalindwa kwa gharama isiyohesabika, zitalindwa kwa gharama yote yeyote. Watameza mate mpaka yataisha. Madini ya Tanzania, rasilimali za Tanzania, gesi ya Tanzania ni kwa ajili ya Watanzania. Watameza mate yataisha, na wale wanaowatumwa wawatume. Watanzania, amkeni. Hatupendi hivyo kama mnavyoambiwa kwamba mtu hayuko nchini, kakaa kule, anatunzwa yeye na familia yake na ukoo wake, alafu unaambiwa huyo ndo anayekupenda na anakuelekeza, pita hapa, ukachome na hapa, ukachome na hapa. Jambo la ajabu kabisa. Kaka yangu Profesa Kitila anakumbuka kule kwetu Unyirambani na Usukumani kule zamani kulikuwepo na tabia za kupiga watu. Sisi tulikuwa tunaonywa na wazazi wetu kwamba kama mmeenda zenu kuchunga, mwenzako akikwambia leo jioni twende tukapiga wake zetu, kuwa makini. Ukifika yeye utakuwa unasikia mlio, kumbe anapiga ngozi ya ng'ombe. Wewe unakunja miguu na mikono wako, kesho wao wanaamka wako shambani. Anakuambiaje mtu choma nchi yako na yeye hayuko hapo, ya kwake hawagusi? Narudia tena, na waomba vijana wa Tanzania, Mungu ametupa nchi nzuri, tuilinde. Hii nchi si mali ya vyama vya siasa, hii nchi sio mali ya serikali, hii ni mali ya Watanzania. Watanzania, nchi hii ni mali yetu, na miundombinu yake yote hii. Na rejea, hata ofisi ya serikali ya kijiji si mali ya serikali, ni dhamana, wanatumia dhamana ili Watanzania wakapate huduma. Hivyo pana kazi kubwa. Ukitaka kuona kinacholengwa ni rasilimali. Angalia maeneo yanayoguswa. Maeneo yanayoguswa ni maeneo sensitive ambayo binadamu wa kawaida hauwezi kuyagusa. Kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.